أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطاهرين. Watukufu watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki hii ya kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kwa mujibu wa maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni afdalu shuhur, kwamba ni mwezi bora kuliko miezi yote, lakini pia ni mwezi ambao Waislamu wote ni wapo katika dhifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huwa shahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah, kwamba mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao ndani yake mmealikwa katika dhifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo taufiki hii ya kuwa mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni taufiki adhim, taufiki ambayo kila mmoja anapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuipata taufiki hii. Hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni katika wale ambao watakao shamiliwa na baraka na rehma na maghfira yaliyomo ndani ya mwezi huu, lakini asitujalie katika wale ambao watakaonyimwa rehma na maghfira ya mwezi huu, kama tulivyoambiwa na kama tunavyoambiwa katika dua tuwe tukisema Allahumma ij'alna minal marhumin wala taj'alna minal mahrumin, kwamba Mwenyezi Mungu tujalie katika wale ambao waliorehmewa na kuhurumiwa katika mwezi huu, na usitujalie katika wale ambao waliokosa msamaha wako katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tujipongeze, tuwapongeze wote ambao wanatufuatilia katika vipindi vyetu hivi kwa mwezi mtukufu kama huu. Katika siku ya leo tutaangalia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tunatakiwa tujiandae vipi ili kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kikawaida mwanadamu anapokuwa na mwaliko ambao kwake ni mwaliko muhimu sana, maandalizi yake yatategemeana na kile ambacho anachokielekea. Kama itakuwa kwa mfano aliyemwalika ni mtu mkubwa, basi na maandalizi yake yatakuwa ni makubwa kukielekea au kuelekea ule mwaliko. Kwa hivyo kikawaida hii ndiyo hali ambayo alionayo mwanadamu, na hivi ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba mwanadamu. Mwanadamu ni mtu ambaye anapenda ukamilifu, ni mtu ambaye hapendi mapungufu. Kwa hivyo kikawaida anapopata mwaliko hupenda aende katika hali yenye muonekano mzuri na asiwe katika hali yenye mapungufu na kuonekana kwamba ana upungufu. Tujiulize swali, katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tunatakiwa tuwe katika mazingira gani? Tujiandae vipi? Kama vile ambavyo unapoalikwa unavaa nguo nzuri, unaangalia kiatu chako, uangalia kila kitu chako ambacho utakwenda nacho kule ulikoalikwa. Je, katika mwezi huu ambapo kama tulivyozungumza ni mwezi wa dhifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwezi wa mwaliko wa Mwenyezi Mungu, na kwamba Waislamu wote duniani ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika ugeni huu tunatakiwa tuwe vipi? Twende vipi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Katika mwaliko wa Mwenyezi Mungu na katika dhifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unachopaswa kukifanya na unatakiwa kujiandaa ni kujiandaa al-istidadu nafsi, kujiandaa kiroho, kinafsi, kwamba uwe tayari umeshaweka azma kwa ajili ya kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwa shahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah, kuwa ni mwezi ambao mmealikwa katika dhifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unapaswa kujua kwamba aliyekualika ni nani, sio mtu wa kawaida. Aliyekualika si binadamu ambaye unaishi naye, bali aliyekualika ni yule ambaye aliyekuumba, ni yule ambaye pumzi yako, maisha yako, kula kwako, kulala kwako na kila kitu kinamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tunavyoambiwa antumul fuqara ila Allah, kwamba nyinyi wote
mwamuhitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye ambaye hamuhitaji yeyote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ambaye tumuhitaji katika kila kitu, tumuhitaji katika maisha yetu, tumuhitaji katika kila uwepo wetu, huyu ndio ambaye leo hii ametualika katika dhifa yake. Kwa hivyo sisi wote tupo katika ugeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunatakiwa nafsi zetu tuwe tumezisafisha kwa kuacha yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza, kwa kuacha yale mambo ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama inavyopokewa katika ahadith, ambapo tutakuwa na tafakuri na tadaburi katika zile hadithi, katika ile hadithi ambayo Mtume aliyoitoa katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndio maana akasema katika hadithi hiyo, anasema ayuhan nas, enyi watu, man hassana fihi khulqahu kana lahu aljawaz ala sirati yawm alqiyama, kwamba yeyote ambaye atakaye ifanya tabia yake kuwa nzuri, yeyote ambaye atakayerekebisha maadili yake, atakayerekebisha tabia yake na tabia yake ikawa ni tabia nzuri katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, basi ujira wake itakuwa ni kusahilishiwa siku ya Kiyama kupita katika ile njia nyembamba ambayo inafahamika kwa njia ya sirat, kwamba siku hiyo ya Kiyama utakuwa ni mwenye kupita, kwani kuna ambao watapita kalamu albasar, kuna ambao watapita mara moja tu kama upapaso wa jicho, yani kwa haraka zaidi, lakini kuna ambao hawatoweza kupita na matokeo yake watatumbukia katika moto wa Jahannam, wal a'yadhu billah, kwani njia hiyo ipo juu ya moto wa Jahannam. Kwa hivyo yeyote atakayefanya maadili yake yakawa mema, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwahidi kuwa atapita katika ile sirat kwa rahisi bila kupata matatizo yoyote. Kwa hivyo watukufu wafuatiliaji na watazamaji, tunatakiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuupokee kwa nia safi na kwa moyo safi na kwa nafsi zilizotakasika ambazo zimeepukana na kila ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kutukataza. Kama tunavyoambiwa, maadili ni kitu muhimu katika jamii, ni kitu ambacho mwanadamu, kama vile tunavyoambiwa na kama vile Uislamu unavyotufundisha kwamba mambo muhimu na jambo muhimu katika jamii ni mtu kuwa na maadili mazuri, kwamba yeyote atakayemuudhi muumini, atakayemuudhi mtu, basi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema faqad adhani, ni sawa kaniudhi pia hata mimi. Kwa hivyo waman adha rasul, kama tunavyojua, yeyote atakayemuudhi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi atakuwa amemuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo tunapaswa kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa kuyatengeneza maadili yetu, lakini pia kwa kuzitakasa nafsi zetu, kwa kuzitakasa matendo yetu, na hapo ndio tunaweza kuingia katika dhifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa minajili hiyo ndio maana tunakuta kwamba kuna miezi kadhaa ambayo imewekwa kwa ajili ya maandalizi ya kiroho, kwa ajili ya maandalizi ya kinafsi ya kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tuna mwezi wa Rajabul Aswab, mwezi wa Rajab. Yote haya yameweka, tunaangalia kuwa kuna amali mbalimbali ambazo zimewekwa katika mwezi huu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea. Ilikuwa almuhimu kwamba lengo kubwa ilikuwa ni mwanadamu aweze kuwa na maandalizi ya kiroho kwa ajili ya kumuelekea, kwa ajili ya kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kwamba asije kuwa akaenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na ile hali kwamba hana maandalizi yoyote. Lakini pia tukakuta pia kuna mwezi Shaaban, mwezi mtukufu wa Shaaban, ambapo pia kuna amali mbalimbali ambazo mtu anapaswa kuzifanya ikiwa ni moja ya kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo hivi ndio tunapasa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan kinafsi, lakini pia kuna istiqbalu Ramadhan wa ijtimaiya, kuna ile kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kijamii. Kijamii tunatakiwa kuwafanya maandalizi, lakini pia mtu mwenyewe kama yeye kuweka maandalizi na kuhakikisha kwamba jamii inaonekana na jamii inaonyesha hali ya kwamba kuna mabadiliko kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na isiwe tu kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani unafika basi tunakuta kwamba kila mtu anaanza kusikitika na kufikiria kwamba sasa tunaelekea katika mwezi wa kushinda njaa na bila kula. Hii si njaa bali ni saum, ni ibada.
Ni mwezi ambao kama tunavyoambiwa anfasukum fihi tasbih, kwamba hii pumzi ambayo inayotoka, pumzi ambayo huwezi kuizuia inatoka, kwani kuizuia maana yake ni kukata maisha yako. Ni maana kwamba mwanadamu kwamba hawezi kuishi bila pumzi. Lakini pumzi hii ambayo huwezi kujua idadi yake, huwezi kujua kwa siku unapumua mara ngapi, idadi hii au pumzi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaifanya kuwa ni sehemu ya ibada, kaifanya kuwa ni ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini pia Mwenyezi Mungu pia au Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatueleza pia kwamba pumzi ni ibada, lakini pia hata usingizi pia ni ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo katika jamii zetu tunatakiwa tuupokee mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa furaha na wala si kwa kuhuzunika, bali tunatakiwa tuoneshe furaha. Moja ni kwa sababu kwamba aliyetualika tunatakiwa tumfahamu ni nani ambaye katualika. Anayetualika si jamaa yetu, anayetualika si kiongozi wetu, anayetualika si mtu ambaye tunaishi naye katika jamii, bali aliyetualika ni yule ambaye ujudi wetu, kuwepo kwetu na maisha yetu yanamtegemea yeye Subhanahu wa Ta'ala. Siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiamua uondoke katika hii dunia utaondoka. Kwa hivyo tunapaswa kufahamu kwamba huyu aliyetualika ni nani, na hapo hatupaswi kuhuzunika, bali tunatakiwa tufurahie kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichotuandalia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kwamba anayetualika ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wala si mwingine yeyote. Hivyo tunatakiwa kufurahi na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa furaha isiyo na mithili, kwa furaha isiyo na mfano, kama vile ambavyo unapopata mwaliko kwa kiongozi. Mathalan, chukulia kwamba katika jamii umechaguliwa wewe ndio uende katika mwaliko wa rais mathalan, utakuwa na furaha kiasi gani? Au umealikwa na waziri, umealikwa na mbunge, utakuwa na furaha kiasi gani kuelekea mwaliko ule na dhifa ile? Kwa hivyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inabidi furaha yako izidi mara mbili, iwe maradufu, kwani aliyekualika ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama tulivyosema kwamba antumul fuqara'u ila Allah, kwamba sisi wote, nyinyi waja wote ni wahitaji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wote tunamhitaji Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, tunamhitaji Mwenyezi Mungu katika kila kitu, katika riziki yetu, tunamhitaji Mwenyezi Mungu katika maisha yetu ya ndoa, kama vile ambavyo tunavyojua kwamba unaoa lakini watoto ni taufiki, kama tunavyoambiwa kwamba auladu hibatur rahman, kwamba watoto ni zawadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wapo ambao wanahitaji watoto lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaweza kuwaruzuku watoto. Kwa hivyo tunamhitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila jambo, lakini kwa kuwa ni sisi ni wenye kumhitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunatakiwa tufahamu kwamba huyu ambaye tunamhitaji katika kila kitu ndiye ambaye katualika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo hatupaswi kuhuzunika, bali tunatakiwa kufurahi na kufurahia mwaliko wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo watukufu watazamaji, hatutakiwi kufadhaika, hatutakiwi kuonesha huzuni katika kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, bali tunatakiwa tuoneshe furaha, kwani aliyetualika ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo kwa kuona mwezi mtukufu wa Ramadhan tuupokee kwa kusoma dua mbalimbali ambazo zimeainishwa katika vitabu vya dua na ambazo zimepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama na maimamu wetu katika kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwani hii ni fursa adhim, ni fursa ambayo kuna wengi ambao walikuwa wanaitamani, lakini kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo hawakupata taufiki hiyo ya kuweza kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini kuna ambao pia wameudiriki wakiwa katika wahai, lakini kwa bahati mbaya hawakuweza kupata bahati ya kufunga na kufanya ibada hii ya funga kutokana ima na maradhi na mambo mengine ambayo pengine yamewakumba katika maisha, wabitali wakawa wamepata udhuru, taban al-udhuru shar'i, kwa sababu ya udhuru wa kisheria wakawa wameshindwa kupata taufiki ya kudiriki ibada hii ya funga. Hivyo ni wadhifa wa wewe ambaye fursa hii umeipata,
ukiwa huna udhuru wa aina yoyote, ukiwa huna kiziwizi cha aina yoyote cha kufunga, na ukawa umepokea dhifa ya Mwenyezi Mungu kwa kufanya ibada hii ya funga. Kwa hivyo unapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii na kumwambia Mwenyezi Mungu alhamdulillahi rabbil alamin kwa neema hii ambayo Mwenyezi Mungu umeniruzuku. Kwa hivyo watukufu watazamaji, haya ni mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya katika kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, na tusiwe ni watu ambao tunaonesha hali ya huzuni na kufadhaika kwa fursa hii adhim. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuna fursa nyingi, tuna mambo mengi ambayo tunaweza kumfikishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ni vyema katika maandalizi ambayo wapaswa kuyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuweka ratiba na kwamba ninataka kumfikishia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi bora, kama tulivyozungumza ni afdalu shuhur kwa sababu ya yale mambo ambayo yanapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo una ratiba gani katika mwaliko huu? Unakwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaelekea katika dhifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa na ratiba gani? Ratiba ya kiibada, ratiba ya kimaisha, ratiba ya kiroho, ratiba ya kila kitu. Una ratiba gani ambayo unataraji umfikishie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwani tumeahidiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akitueleza kwamba wa duaukum fihi mustajaba, kwamba dua zenu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni zenye kujibiwa. Hivyo kwa kuwa tumeahidiwa kwamba dua zetu zitajibiwa, ni vyema uwe na ratiba ya kila kitu ambacho unatakiwa kumfikishia Mwenyezi Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili aweze kukupatia kitu hicho. Kwa hivyo kama tunavyojua kwamba si rahisi mtu bila kuwa na maandalizi musbakan, kwamba bila kuwa ameandaa unapokwenda ukafika tu na kumwambia mtu nataka hichi. Kwa mfano una shida, umekwenda kwa mtu bila kuwa na maandalizi na bila kuandaa kwamba nataka nikaombe kitu cha namna hii, umefika kwa muhusika akakueleza niambie unataka nini. Ni vigumu sana kuzungumza kile kitu ambacho ulichokihitaji au kuyaeleza yote ambayo ni mahitaji yako, kwani hukuwa na maandalizi ya hapo kabla. Kwa hivyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika dhifa hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunatakiwa kuweka maandalizi ya hapo kabla, kuweka maandalizi mapema kwa ajili ya kuielekea dhifa hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia katika kuweka ratiba tunatakiwa tusisahau ratiba za kiroho, ratiba za kiibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwemo kujihesabu, kujitathmini katika kila ifikapo wakati wa kufuturu au wakati wa usiku, wakati wa kulala, kabla hujalala, kujitathmini kwamba ni mangapi ambayo umeweza kuyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni yapi mazuri ambayo umeyafanya na ni yapi ambayo ni mabaya ambayo umeyafanya. Kama itathibiti na kama utagundua kwamba ulioyafanya ni mazuri, basi umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama itakuwa yale ambayo umeyafanya ni yale ya kumuudhi na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza, yani madhambi, kama yatakuwa ni madhambi, basi uchukue tasbihi na kuweza kuomba maghfira na kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani huu ni mwezi wa maghfira kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama anavyotuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba ni mwezi du'itum fihi ayuhan nas qad aqbala ilaykum shahrullahi birrahmati walbarakati walmaghfira, kwamba huu ni mwezi wa maghfira, kwamba mwezi wa Mwenyezi Mungu umekujieni kwa mambo matatu. Jambo la kwanza arrahma, kwamba umekuja na rehema, umekuja ukiwa umejaa rehema mbalimbali, lakini pia umekuja ukiwa umejaa baraka. Lakini pia mwezi huu pia umejaa maghfira, ni mwezi wa kusamehewa. Kwa hivyo kama ni mwezi wa kusamehewa, ni vyema kama kuna lolote ambalo umelifanya ni lenye kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na likawa ni lile ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelikataza, basi ni vyema ukaomba maghfira katika mwezi huu, kwani huu ndio wakati wake wa kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia na bitali tutoke katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tukiwa tuko na mioyo misafi, na tukiwa tuna nia safi, na tukiwa
tumepunguziwa na kuondolewa madhambi yetu ambayo tuliyoyafanya. Kama unavyojua, wanadamu tumepunguka, wanadamu tuna mapungufu. Hakuna mwanadamu aliyokamilika isipokuwa baadhi ya wale ambao tumeambiwa katika vitabu vya historia, katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna ambao Mwenyezi Mungu amewakinga na amewaepusha na madhambi, ambao katika islahi ya kidini wanafahamika kwamba ni watu maasumun, ni watu ambao wasiokuwa na dhambi na wasiofanya makosa. Lakini pamoja na hivyo tunakuta kwamba ingawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaepusha na madhambi na kwamba hawafanyi madhambi, lakini tunakuta kwamba walikuwa wakimwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja katika kisa maarufu, Mama Aisha alimkuta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akikesha usiku huku akimcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama tunavyofahamu kwamba Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni maasum, yani hafanyi dhambi, kaepushwa na dhambi ya aina yeyote. Lakini Mama Aisha akamkuta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akijidhiki, lakini pia akifanya kila aina katika usiku wa manane akiwa anamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akifanya ibada. Mama Aisha akamuuliza, kwa nini wajiumiza kiasi hicho? Kwa nini wajichocha kiasi hicho? Na ile hali kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuepusha na madhambi, alishakuondolea madhambi, na kwamba wewe si mwenye kufanya madhambi ma taqaddama wa ma taakhara, kuanzia yaliyopita na yajayo wewe Mwenyezi Mungu kakuepusha, na wewe huwezi kufanya dhambi ya aina yoyote. Likaja jibu la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akimjibu Bi Aisha kwa kusema, alla akuna abdan shakura, kwamba kwa Mwenyezi Mungu kuniepusha na madhambi, je, sipaswi kumshukuru? Kwa hivyo tunapaswa, hata kama itathibiti kwamba huna dhambi na kwamba kwa siku nzima umejitathmini ukakuta kwamba hakuna dhambi ya aina yoyote ile ulioifanya, pia bado unaweza, pia bado kuna sehemu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki hiyo, kwani tunaambiwa kwamba la in shakartum la azidannakum, kwamba iwapo mtanishukuru, iwapo mtashukuru, basi nitakuzidishieni. Ambapo tunajifunza katika aya hii na katika maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kumbe kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala riziki zetu zitazidishwa na kuzidishwa maradufu. Lakini Mwenyezi Mungu akatueleza kwamba la in kafartum, na iwapo mtanikufuru, inna adhabi la shadid, kwamba adhabu yangu ni kali mno. Kama tunavyoambiwa katika vitabu vya dini kwamba moja katika njia moja katika kufuru kuna ile kufuranu neema, yani kuto kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema kwamba msiponishukuru na mkanikufuru. Kumbe kwamba kuto kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa zile neema ni inakuja babu min babi kufurani neema, inakuja ile kukufuru ile neema, ambapo wataalamu wa dini wanatueleza kwamba kufuranu neema ni kuzitumia zile neema alizokuruzuku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale mambo ambayo aliyoyakataza na kuyaharamisha, wal iyadhu billah. Kwa hivyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufik ya kuzishukuru zile neema alizoturuzuku, neema ya afya, neema ya amani na neema ya kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichoturuzuku, kukitumia katika ile sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoitaka, na si katika zile sehemu ambazo Mwenyezi Mungu alizozikataza. Hivyo watukufu watazamaji, hivi ndivyo ambavyo twapaswa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumesema kwamba kujiandaa, kufanya maandalizi ya kiroho, lakini pia tumetaja utafanyaje maandalizi ya kiroho, lakini pia kuna kufanya maandalizi ya kijamii, lakini pia tumetaja ikiwemo kufurahia dhifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka hapa sina budi kuaga, kwani muda wangu umeniishia. Insha Allahu Ta'ala mpaka hapo tutakapokutana tena katika kipindi kijacho, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumshukuru kwa taufiki hii ya dhifa aliyotupatia na upendeleo huu aliotupatia sisi umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mpaka hapa sina la ziada, niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.